Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka kwa mchezaji Faisal Salum almaarufu kwa jina la Feitoto Karafu ya soka kutoka katika Marash ya Pemba, ambapo mchezaji huyu tunaona kwa upande mwingine ameweza kuingia katika headlines tena kuhusiana na swala la usajili wake, ambapo sote tunafahamu kwa sasa Feitoto ndiye mchezaji ambaye anaongoza kutengeneza nafasi nyingi katika ligi kuu ya NBC akiwa ametoa assist 13. Kwa hiyo ni kiungo aswa mwenye uwezo wa kucheza eneo la namba 10. Feitoto ameweza kuingia katika rada za klabu ya soka ya Simba Sports Club na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa sababu gani? Kupitia kocha mkuu wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, mtaalam Fadlu Davis, ameweza kuwaomba viongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club waweze kumsajili kiungo namba 10 ambaye moja kwa moja atakwenda kusaidiana na Jean Charles Ahoua, akiamini kwamba bado anahitaji mchezaji ambaye ataweza kupika au kutengeneza nafasi nyingi. Kwa hiyo tunaona Simba Sports Club wameweza kufanya mazungumzo na klabu ya soka ya Azam ili waweze kumsajili mchezaji Faisal Salum maarufu kwa jina la Feitoto, na kiasi ambacho Simba wameweza kukika mezani kwa ajili ya kumsajili mchezaji anaofahamika kwa jina la Feitoto ni kiasi cha shilingi milioni 600 fedha taslim za Kitanzania, ambazo ndizo Simba wanataka kununua mkataba wa mwaka mmoja wa Feitoto ambao umesalia kwa mchezaji Feitoto na klabu ya soka ya Azam Football Club. Kwa ndio hivyo Simba dau lao wameweza kuweka kiasi cha shilingi milioni 600, lakini kwa upande wa klabu ya soka Yanga Sports Club na wao pia wameweza kuingilia dili hili. Kumbukwe klabu ya soka Yanga Sports Club mwishoni mwa msimu huu watakwenda kumuuza mchezaji Stefan Aziz Ki, ambapo Aziz Ki atakwenda kuuzwa katika klabu ya soka ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco, kwa sababu mchezaji huyu amesema kwamba anahitaji kucheza michuano mikubwa ya FIFA Club World Cup, yani michuano mikubwa ngazi za vilabu, mechi za kombe la dunia. Kwa hiyo kwa upande mwingine malengo yake ni kuondoka katika klabu ya soka ya Yanga Sports Club na kujiunga katika klabu ya soka ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo klabu ya soka Yanga wanaamini watamuuza mchezaji huyo kwa gharama kubwa kwenda katika klabu ya soka ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo Yanga nao pia wanaona option sahihi, mchezaji ambaye atafiti katika eneo la kiungo namba 10 ni mchezaji anofahamika kwa jina la Feitoto, wakiamini kwamba mchezaji huyu wataweza kumshawishi kwa sababu ameshawahi kuitumikia klabu ya soka Yanga, na Yanga wao wameweza kuweka dau kubwa zaidi ya lile la Simba Sports Club katika mkataba wa mwaka mmoja ambao Young Africans kwa upande mwingine wanaamini waweza kununua. Wao Young Africans wameweza kuweka kiasi cha shilingi milioni 750, yani milioni 150 zaidi na klabu ya soka ya Simba ili waweze kumsajili mchezaji anaofahamika kwa jina la Faisal Salum almaarufu kwa jina la Feitoto, na mshahara ambao Young Africans wamemtengea ni kiasi cha shilingi milioni 40 kwa mwezi ambazo watakwenda kumlipa mchezaji anaofahamika kwa jina la Feitoto. Lakini changamoto iliyopo ni kutoka kwa mamake mzazi wa Faisal Salum, ambapo anaamini kwamba walizalilishwa kipindi ambacho mwanae anavunja mkataba na klabu ya soka Yanga na kujiunga na klabu ya soka ya Azam Football Club. Kwa hiyo hayuko tayari kumuona mwanae anarudi kule ambapo alipotoka. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Faisal Salum akajiunga na klabu ya soka ya Simba kutokana na mama yake kugomea dili hili. Kumbukwe Feitoto kupitia Insta story yake katika picha zetu tumeweza kukutana na posti ambayo ameweza kuandika Faila Sufi is come back where is supposed to be, kumaanisha kwamba Feitoto anarudi katika ile sehemu ambayo alitakiwa kuwepo, akiwa ameposti jezi ya Yanga. Kwa hiyo huenda dili hili likawa limetiki kwa upande wa klabu ya soka Yanga, lakini za ndani kabisa ni kwamba Simba pia kupitia bosi Mohamed Gulam Dewji naye pia mara baada ya kusikia taarifa hizi amejiandaa kuongeza mpunga mrefu zaidi ili kuhakikisha kwamba wanamsajili Feitoto na kutimiza ndoto yake ya kwenda kuchezea katika klabu ya soka ya Simba, kwa sababu alishaweka wazi iwapo timu itajitokeza na kuweza kumpa dau zuri katika klabu yake ya Azam, na kwa upande mwingine yeye mwenyewe maslahi yake binafsi, yani mshahara ukiwa poa, basi atachagua kujiunga na klabu hiyo kwa sababu yeye ni mchezaji na anaangalia maslahi binafsi. Lakini kwa upande wa Yanga huenda labda viongozi wa Yanga Sports Club wakamshawishi kwa sababu alishawahi kutumikia klabu hiyo, lakini aliondoka vibaya katika klabu hiyo. Kwa hiyo tunaona huenda dili hili likawa upande mkubwa zaidi kwa klabu ya soka ya Simba, kwa sababu huenda malengo yake naye pia kuvichezea vilabu hivi vyote vitatu vya jijini Dar es Salaam, yani Azam, klabu ya soka ya Simba
na Young Africans. Tuambie sasa la comment kwa upande wako, je, unamshauri Feitoto kujiunga na klabu gani kuelekea katika msimu ujao? Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Issa Sultan: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheikh Issa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao.